Vema sana Sudimete. Naarifiwa hapa mshiriki kutoka upande wa Kenya imekuwa changamoto kumpata, lakini sasa naambiwa naye ameungana nasi moja kwa moja. Habari za Dodoma Majid? Nafahamu kwa Dodoma wakati tunamsubiri Githuku atusikie hapa. Njema kabisa. Dodoma kuna jua la mchana, lakini vile vile kuna kibaridi. Dodoma ina hali ya hewa njema sana kwa kweli. Githuku, karibu, bila shaka na wewe nasikia umeungana nasi wakati huu. Habari za Nairobi? Nairobi nasema ni kwema na si kwema, kwani tuko na hali ya wasiwasi kidogo, maana hatujapata Boniface Mwangi. Na hilo ndo hoja. Hamjasikia lolote kuhusu Mwangi wakati huu? Tumeambiwa jana anasafiri kwa basi kutoka upande mwingine wa nchi kuja upande wenu. Habari za mitandaoni hizi? Ndio, habari za mitandaoni zimekuwa zikisema ya kwamba mara ameonekana Central Police Station Dar es Salaam, lakini hakuna mtu mwenye amepiga picha. Wakati huu tuko katika age ama ule msimu wenye tukiona ndio tunaamini. Na kwa haraka unaweza ukapiga picha na ukatuonyesha. Kwa hivyo hatujapokea picha yoyote ambayo inaonyesha kwamba Boniface Mwangi ameachiliwa. Majid, lakini sasa hivi ndio tunasikia kwamba ndio aliachiliwa kwenye barabara ya kutoka Dar es Salaam kuenda pande za Taveta, lakini hatuna uhakika. Majid, kuna habari gani kwa upande wenu huko kuhusu Mwangi? Majibu nataka mafupi kwa sababu masuala yako mengi. Una habari yoyote kuhusu mwanaharakati huyu? Anazungumzwaje Tanzania na kama bado yupo? Sina habari zake zaidi ya nguvu. Kwanza nishukuru kwa kupata nafasi hii, lakini kubwa zaidi mimi naliangalia katika uchambuzi hayo ya matukio ya watu kama huyo anayetajwa. Sina taarifa za karibuni, lakini kubwa zaidi ninaloliona ni hili la kuzuiwa. Wengine nangesema wamefukuzwa, lakini kuna watu kuzuiliwa kuingia katika nchi, na hii inatokana na mikataba ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, UN chapter. Kwa hiyo unaweza tukakiangalia kitaalam kwamba inasemaje. Mikataba ya kimataifa inasema hivyo. Umoja wa Mataifa unasema kwenye masuala ya nchi kuwa na hati miliki kuu, kwa maana sovereignty, udhibiti wa nchi unabaki kuwa kwa nchi husika, sovereignty. Kwa hiyo ipo katika mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kifungu namba 2.1 kinasema hivyo, lakini kifungu namba 2.7 kinasema nchi ina mamlaka pia ya kumruhusu mtu kuingia, na hata aliyeingia kuambiwa aondoke kulingana na nchi yenyewe na sheria zake. Kwa hiyo kunatambua sheria za uhamiaji za kila nchi mwanachama, zote ziko sawa. Kwa hiyo sheria za uhamiaji nchi zote ziko sawa, kila nchi na sheria yake na uhamiaji. Majid, umeeleweka, na bila shaka Ndugi Githuku yeye amekusikia. Yeye ni mwanaharakati huyu. Nyinyi ndio mmekuwa mkipiga kelele. Nikafanulia tu Ngugi kwamba sheria yetu ya uhamiaji kifungu sura namba 54 inasema mkurugenzi wa uhamiaji ana mamlaka ya kumzuia mtu kuingia katika nchi kwa sababu ambazo anaziona yeye zina maslahi ya nchi. Githuku, unasemaje kufuatana na kauli hii? Mnakiuka taratibu na bado mnashinikiza kwamba muachiwe uhuru kwenda kusema lolote pale popote? Nakubali kabisa na ndugu anaposema ya kwamba Umoja wa Mataifa kunayo kile kipengele ambacho kinaruhusu watu wa nchi fulani kutembelea nchi nyingine, na tunaona ya kwamba Boniface Mwangi hakuingia Tanzania kwa njia ya kinyume. Aliingia kwenye airport na akapigiwa stamp pale kwenye airport, na kufikia hapo ndio baadaye tukasikia kwamba ameshikwa na jeshi la polisi la Tanzania. Kwa hivyo hapo ndipo kizungumkuti kiko. Mbona akashikwa? Mbona wakamruhusu aingie, na ilhali jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga alirudishwa kutoka kwa airport? Kwa hivyo wangemrudisha yule Boni kama hawangemtaka. Bila shaka yote mbona wamruhusu? Sasa naona ni kama bila shaka yote kama rais wa Kenya na wa Tanzania wanazungumza ili Boniface awekwe kule. Na tunasema kwa William Ruto aongee na mwendo. Hizo ni tuhuma. Lakini na katika kulisema hilo pia Ngudu kwamba sheria ile ya uhamiaji ya nchi husika
inapompa mamlaka mkurugenzi kuona, kwa mfano katika hali ambayo Boniface anaandika yeye, sababu kwenye fomu kila anayekuja katika nchi ya Tanzania anajaza fomu kama ilivyo Nairobi. Unaposema kwamba wewe unakuja kwa sababu za utalii, nchi yetu labda haina utalii wa mahakama, na lazima useme ukweli, umekuja kwa ajili ya harakati za kisiasa au za kisheria kuliko kuandika kwamba unakuja kama mtalii alafu unafanya shughuli nyingine. Kwa hiyo inaweza kuwa likosa pia. Majid, ndio sababu iliyoandikwa na upande wa Boniface au unahisi tu? Inasema kwamba mimi ninapojaza fomu taratibu mimi ninasema ndio kama alijaza fomu akisema kwamba anaingia kama mtalii, mbona hajafikishwa mahakamani akaweza kuwekwa kesi? Maanake sisi tunasema Boniface yuko wapi? Swali ambalo tunauliza tukiwa wa Kenya, tunauliza Boniface yuko wapi? Yeye ni Mkenya, yeye ako na pasipoti na ameingia kwenye nchi jirani ambayo ni nchi ndugu. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sheria ifuatwe, apelekwe mahakamani ili tuweze kutuma mawakili wetu waweze kufanya kesi. Lakini kumficha Boniface inamaanisha ya kwamba hii ndio ambayo huku tunapigana nayo, mambo ya abduction, ambapo rais wa nchi fulani anaweza kuondoa wakati wowote. Tunataka tu ukweli wapi Boniface. Wala sio swala la sheria ya hii. Nasema kwamba mkurugenzi wa uhamiaji anaweza kumrudisha mtu aliye ambaye anaona kwamba hatakiwi kuingia katika nchi, sio rais wa jamhuri, mkurugenzi kwa mujibu wa sheria. Majid, nashukuru kwa ufafanuzi huo. Mimi ndio mwenyekiti wa mjadala huu, kila mtu akisema tutakuwa hakuna kitu kinachoeleweka hapa. Nakuja kwako Githugu. Kenya mnaonekana nikisema mnaonekana kutumia lugha kali dhidi ya viongozi wa Tanzania katika harakati zenu, na ndio hapo linapokuja neno la kwamba hakuna uhuru wa sio mipaka. Upande mwingine wanagadhibika kwa hii. Kwanza, kwa nini hamna namna nzuri pengine ambayo ya kukosoaji ambayo pengine wengine wanaweza kusema au kuna ustaarabu hapa kwa upande mwingine? Naam, naweza nikasema kwamba sisi kama vuguvugu ambalo linaendesha mambo ya kumuitisha Boniface Mwangi tunatumia lugha ambayo inafaa, na tunasema ya kwamba ile jambo ambalo tunataka ni kuambiwa Boniface yuko wapi, na tunasema kwenye hashtag free Boniface Mwangi, na tuko naye dada mwingine pia anaitwa Agatha Atahaure. Sasa tunasema ya kwamba kunao watu ambao labda hisia zao ni za kutumia lugha ambayo watatumia, lakini hawako pamoja nasi. Wao ni watu ambao wako na haki na uhuru wa kujieleza, na wako na uhuru wa kusema mambo ambayo wangetaka kusema, lakini sisi tunakwamia pale yuko wapi Boniface Mwangi. Kwa hivyo wakiweza kumwachilia, basi hawa vijana wetu nao pia wataacha kutupa maneno ambayo labda hayana heshima. Majid, wakati Githugu akitoa hoja hiyo, wapo wanaosema Tanzania inaonekana kupunguza nafasi ya upinzani na kujifungia dhidi ya sauti za nje. Unakubaliana na mtazamo huo kwa hali ilivyo sasa na namna mambo yanavyokwenda? Hakuna sauti za nje zinasikika kutoka Kenya, Burundi, kokote kule. Unaweza kuona mitandaoni, kupitia redioni, watu wanaongea, na sasa hivi tunaongea, tunasikia sauti ya ndugu yangu Githugu anaongea juu ya Tanzania. Hilo halina tatizo, isipokuwa hilo ulioanza mwanzo kwamba lugha, sisi tunatofautiana kwenye, na historia nasema hivyo, miaka 77 anafahamu Githugu ulipovunja umoja ule Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndege zikabaki Nairobi, treni, kulikuwa na sintofahamu, kulikuwa na media war kati ya Tanzania na Kenya. Wakati huo kulikuwa hakuna wanaharakati. Sasa hivi ni wakati mwingine, tunaweza kuona wanaharakati, lakini Watanzania walivyo ni watu ambao namna yao ya kupinga huwa yenye utulivu, very passive, passive. Wakati wa Kenya wako very militant kwa tabia tu, lakini kwa namna hiyo Kenya tofauti na sisi Wakikuyu wakigombana wanarudi kwenye eneo lao, Wajaluo wanakwenda kwenye eneo lao. Sasa Majid, muda hauturuhusu kwenda huko, tunarudi kwa Githugu mwenye. Githugu, unajua anaitwa Field Marshal, umezungumzia hapo kwa lugha ya kijeshi. Nimuuliza swali hili, kwa nini kesi ya Tundu Lissu ndo mzizi wa yote haya imevutia kiasi hiki cha usikivu hata kwa wanaharakati kutoka nje kama wewe? Ya kwanza niseme ya kwamba hapa Kenya tumekuwa kwenye mapambano ya kupata uhuru wa demokrasia wa kuzungumza, uhuru wa uhusiano, uhuru wa movement, na tunasema ya kwamba pia Tundu Lissu ni Mwafrika.
na tunasema ya kwamba kama vile tulivyokuwa hapo mwaka wa 91 tukipigania mambo ya vyama viwili, Tanzania pia washapigania wapate vyama viwili ama multipartyism. Na Tundu Lissu kama Mwafrika mwenzetu ako na haki ya kuongoza, manake kisheria kunacho chama ambacho kinaitwa Chadema, na chama cha Chadema kiko na uhuru wa kuendeleza sera zake katika nchi ya Tanzania. Mbona sasa tena ikawa ya kwamba huo uhuru umekatwa na Tundu Lissu akatua kizimbani? Kwa hivyo tunasema sisi kama nchi jirani na nchi ya jumuiya ndio inatuunganisha sisi wote. Sisi wananchi kwa wananchi hatuna shida na mwingine. Wale ambao wanaungana kutunyanyasa ni wale wa viongozi, marais watatu haswa Suluhu Hassan, William Ruto na tuko naye Museveni. Hao watatu ndio wanaendeleza mambo haya. Na ndio tukaona sisi wananchi, mbona jumuiya ikawa ni ya wale viongozi na sio ya sisi wananchi? Mbona ikawa wale wanakutana na kupigwa mapicha wakiwa pamoja katika nchi fulani, lakini sisi hatuna uhuru wa kutembea katika nchi za jumuiya? Kwa hivyo ningehimiza ndugu zangu wa Tanzania, endeleeni kupambana, endeleeni kupigania haki za wananchi, manake hakuna hatia ya wananchi wa nchi fulani ya jumuiya ya Afrika kupata demokrasia na kuweza kujizungumza kama binadamu. Ndugi Githuku, muda hauturuhusu. Nilikuwa na maswali kadha wa kadha, pengine nataka nimuulize Majid naye, lakini muda hauturuhusu. Ni washukuru wale wanaotutegea sikio na wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Alikuwa akisikika anaitwa Ndugi Githuku, mwanaharakati huyu kutoka Kenya, lakini mwingine kutoka Tanzania alikuwa Majid Mjengwa. Na washukuru kwa kushiriki mahojiano haya.